Na mtazamaji wa Sky International TV, ni ule wakati wa kupata dondoo za kimichezo hususan nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni defensive midfield Justin Mwalinga, na moja kwa moja tuanze kuangazia habari za kimichezo, na nakupa dondoo tu, lakini yako mengi ambayo yameweza kujitokeza sehemu mbalimbali za pande zote za dunia, na tunaanzia nyumbani Afrika kama kawaida. Mamelodi Sundowns wamewasili salama mjini Cairo siku 4 kabla ya kuminyana na Al Ahly katika mchezo wa mkondo wa pili wa hatua ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ikumbukwe kwamba mchezo wa awali uliofanyika kule nchini Afrika ya Kusini, Mamelodi Sundowns walilazimishwa sare ya kutokufungana na klabu ya Al Ahly. Hivyo Jumamosi ya tarehe 25, Ijumaa ya tarehe 25, Mamelodi Sundowns watakuwa wakijiuliza na klabu ya Ahly. Je, ni Ahly atakwenda hatua ya fainali ama Mamelodi Sundowns? Tusubiri tuone utakuwa ni mchezo wa namna gani. Na tutoke huko tuangazie taarifa nyingine, ambapo klabu ya Wydad iko kwenye mazungumzo na vilabu kadhaa hapa Afrika kwa ajili ya mechi za kirafiki za hadhi ya juu kabla ya kuanza michuano ya kombe la dunia la vilabu ambayo itafanyika kule nchini Marekani. Hii itakuwa kati ya Juni 13 mpaka Julai 14. Hivyo Wydad Casablanca wanataka watesti mitambo mapema kabla hajaenda kuminyana na Arsenal, Borussia Dortmund, Real Madrid na vilabu vingine vikubwa barani Ulaya na maeneo mengine duniani. Tutoke Afrika na moja kwa moja tunakwenda kuangazia habari za kimichezo nje ya mipaka ya Afrika, na moja kwa moja kuna hii taarifa ambayo inahusu klabu ya Manchester United ambao wanaongoza kwenye mbio za kumsajili Matheus Cunha kutoka Wolves. Masharti ya kibinafsi yanajadiliwa, kwani Man United wanafahamu vilabu vingine zaidi vinavyohitaji huduma ya kiungo huyo raia wa Brazili, lakini wanataka kufanya haraka, kwani kuna kipengele cha kutolewa cha paundi milioni 62.5 katika mkataba, na mpaka hivi sasa majadiliano yanaendelea vizuri baina ya kambi ya Matheus Cunha na klabu ya Manchester United. Na tuachane na taarifa hiyo na moja kwa moja tuangazie taarifa nyingine. Xabi Alonso anabaki kuwa chaguo la kwanza kwa klabu ya Real Madrid na Bayer Leverkusen ni chaguo la pili kwa coach na mtaalamu Xabi Alonso kama watashindana na klabu ya Real Madrid. Tuna makubaliano ya kiungwana na Xabi Alonso kwa kuondoka kwake. Ikiwa timu ambayo Xabi amecheza inakuja, hatutomzuia, anasema mkurugenzi mtendaji wa Leverkusen ambaye ni bwana Caro. Habari ya Xavi inapaswa kuamuliwa katika wiki 3 au 4 zijazo, na tuna uhusiano mzuri sana na Real Madrid tangu muda mrefu. Fernando Caro aliongeza kuhusiana na mustakabali wa mwalimu Xabi Alonso ambaye tokea msimu uliopita alikuwa akihusishwa kutimkia kunako klabu ya Real Madrid. Hivyo kufikia mwishoni mwa msimu huu Xabi Alonso pamoja na Bayer Leverkusen ndoa yao inaweza ikavunjika. Yes, tuangazie taarifa nyingine, ambapo klabu ya Arsenal wamepanga kunasa saini ya mshambuliaji wa Ipswich United Liam Delap kama wakimkosa Victor Gyökeres na Ole Watkins, ambao pia au ni wachezaji ambao the Gunners Arsenal wanawawania. Hivyo mpaka hivi sasa bwana mdogo Delap amefunga jumla ya mabao 12 katika mechi za ligi kuu EPL pale nchini England. Hivyo Arsenal wataondokana na mateso ya kumtumia Mikel Merino kama mshambuliaji wa kati, ikiwa Merino ni kiungo wa kati wa klabu ya Arsenal. Yes, taarifa ya Arsenal inahitimisha habari za michezo hususan za mpira wa miguu, na tuangazie michezo mingine, ambapo moja kwa moja tunaangazia kwenye Formula 1 ama langalanga, ambapo boss wa Ferrari Fred Vasseur alimtetea kwa hasira Lewis Hamilton baada ya matokeo yake ya hivi punde yasiyoridhisha, akisema kwamba 200,000 anaunga mkono usajili wake wa nyota kuwa ni mzuri. Baada ya kumalizika katika nafasi ya 7 katika mashindano ya Saudi Arabian Grand Prix siku ya Jumapili, Hamilton alikiri kuwa hakufurahia sekunde moja ya uzoefu huo. Aliongeza pia, ni wazi gari lina uwezo wa 3 kama lilivyo gari la mchezaji mwenzangu Charles Leclerc. Kwa hivyo hawezi kulaumu juu ya gari, kwa maana ya kwamba kushindwa kwake sio sababu ya uwezo wa gari, kwa kuwa dereva mwenzake Charles Leclerc alikuwa akitumia gari ambayo ina uwezo sawa na ya Hamilton, lakini hakuweza kufanya vizuri. Na mtazamaji wa Sky International TV, mpaka kufikia hapa tunaweka nukta kwenye zile dondoo za kimichezo ambazo nilikuandalia siku ya leo, lakini
Nikusiki kitu kimoja tu kule YouTube, usiache kusubscribe YouTube channel ya Sky International TV ili uwe wa kwanza kupata update zote za kimichezo. Lakini pia unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, lakini bila kusahau TikTok. Kote huko tunakuachia dondoo za kimichezo. Ni defensive midfield Justin Mwalinga, Instagram na Facebook unaweza kunifollow ili uwe wa kwanza kupata update zote za kimichezo. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.